Ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake na kujiepusha na mambo walkhulusu min ashirk, kujiepusha na shirki, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anatuambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jueni kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na katika kuitofautisha tauhid kuna aina tatu. Kuna tauhidi rububiyya wa tauhidi uluhiyya wa tauhidi asma wa sifat. Kwa hivyo tukiangalia tauhidi rububiyya, tauhidi ya rububiyya nayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji. Huwezi kumchanganya Mwenyezi Mungu katika maumbile. Kwa hivyo ar-rububiyya ni Mwenyezi Mungu unampwekesha kwa uumbaji, kwa utoaji riziki na mambo yote katika ulimwengu, uletaji uhai na uletaji mauti ni ar-rububiyya. Hiyo ni ya kwanza, kwa sababu na katika dalili nyingi anasema qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, ni nani mola wa mbingu na ardhi? Basi anasema sema Allah, Mwenyezi Mungu, yeye peke yake. Ar-rububiyya, yeye ndio muumbaji Mwenyezi Mungu, yeye ndio mtoaji riziki Mwenyezi Mungu ndo anatoa, ambaye ar-rububiyya. Uhai, nafsi yeye ndo anatoa uhai, yeye ndo anafanya nini? Anaweka. Kwa hivyo hakuna, yani Mwenyezi Mungu ar-rububiyya hana mshirika, na kuamini kwamba ufalme wote ni wake, kuamini kwamba ar-rububiyya, Mwenyezi Mungu ambaye ni ar-rububiyya, ufalme ni wake dunia nzima. Ni kama vile katika shahada ya pili tunasema a'taqidu anna Allaha wahidun la sharika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika kwake yeye katika ibada yake wala katika ufalme wake, ar-rububiyya. Na ametuambia qul man yarzuqukum minas samai, qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Hii ni aya nyingine ya kumuonesha Mwenyezi Mungu ni muumbaji, ya kumuonesha Mwenyezi Mungu ni mtoaji riziki, ya kuonesha Mwenyezi Mungu yeye ndo analeta uhai na yeye ndo anafisha. Anatuambia qul man yarzuqukum minas samai wal ardi, sema ni nani anayekuruzukini nyinyi kutoka mbinguni na ardhini. Anayemiliki kusikia na kuona, yani kuona na kusikia, ni nani anamiliki? Amma yamliku sam'a wal absara, ni nani anamiliki kuona? Hii kuona ni ya Mwenyezi Mungu, yeye ndo anamiliki. Kusikia ni Mwenyezi Mungu, yeye ndo anamiliki ile usikizi. Yani tuseme maumbile yote, binadamu mzima amilikiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo mmiliki. Unajua mmiliki, sisi tukimbiza kutafuta hati miliki ya ardhi. Ukipata ile hati miliki ya ardhi, unajua ile ardhi umefanya nini? Umeimiliki. Lakini Mwenyezi Mungu amemiliki sikio yako, macho yako, mdomo, yani kila kitu katika kiwiliwili chako Mwenyezi Mungu ndo amemiliki. Na ni nani anayemtoa aliye hai kutokana na mfu? Ni nani? Ama ni nani anayemtoa mfu akamleta katika uhai? Ni Mwenyezi Mungu, sio? Hebu angalia hii sifa ya Mwenyezi Mungu ar-rububiyya. Anaua, anafisha na anatoa uhai, kama vile wakati ya kisa ya Nabii Musa alipokwenda kwa Firaun anamwambia Nabii Musa ana rabbukumul a'la. Firaun alafu
Musa anasema shetani ibilisi aliposikia Firaun anasema ana rabbukumul a'la, shetani alitoroka. Alimuogopa nani? Aliona ikiwa binadamu huyu anaweza kusema hivi, si ni mtu hatari sana. Musa akamwambia la, Mwenyezi Mungu anaweza kutoa uhai na akaweka uhai. Firaun akasema hata mimi naweza. Akachukua watu wawili, mmoja akamuua, mwingine akamwacha uhai. Akasema huyu nimetoa uhai na huyu. Nabii Musa akamwambia na huyo uliyemuua rudisha uhai wake. Kwa hivyo katika hii aya iko katika suratu Yunus, anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yakhrujul mayyit min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun, na anayemtoa mfu kutoka katika aliye hai, na ni nani anayeendesha mambo yote? Nani anaendesha mambo yote katika dunia? Tukasema nini? Fasayaquluna, wakasema Allah, ni Mwenyezi Mungu. Basi akasema Mwenyezi Mungu, afala tattaqun, hamwezi kuogopa kumcha Mwenyezi Mungu ikiwa mnajua huyu Mwenyezi Mungu ambaye ni ar-rububiyya analeta riziki, anatoa uhai, anaendesha mambo yote, anakumiliki wewe. Anafanya nini? Yeye ndio title yako. Wewe ni ardhi, ndio anayo title. Yeye ndio anakumiliki, yeye Mwenyezi Mungu. Kwa nini basi tumchezeshe? Kwa nini basi tusimfuate anayotuambia? Kwa nini basi tusitekeleze amri yake? Alafu kuna tauhid al-uluhiyya. Uluhiyya nayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika ibada na kuzielekeza ibada zote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-uluhiyya ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika ibada. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Katika ibada al-uluhiyya unafanya ibada kwa sababu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio akatwambia qul, sema inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na ibada yangu, wa mahyaya, na kifo changu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kifo changu, lillahi rabbil alamin, yote ni kwa sababu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akatwambia la sharika lahu, Mwenyezi Mungu hana mshirika. Hana mshirika Mwenyezi Mungu katika swala. Ukiswali huwezi kusema na waitu usalli salata dhuhri li aliyo, unasema lillahi. Huwezi kusema li fulani, unasema kwa sababu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unampwekesha katika ibada. Nafikiri mnanipata. Unampwekesha Mwenyezi Mungu katika ibada yake. Hiyo ndo al-uluhiyya. Alafu kuna tauhidu asma wa sifat. Tauhidi ya majina, hii ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa zake tukufu. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wal malik al-quddus as-salam.